Ndugu yangu, mtazamaji wangu, kama nitakwambia kuwa mimi niliwahi kuletewa email message, ujumbe katika email yangu kutoka CIA, Central Intelligence Agency, utaniamini? Bila shaka kuna baadhi wanaweza kuniamini kwa sababu wananifahamu, lakini kwa haraka unamwambia mtu kuwa Mohamed Said alipata email message kutoka CIA, Central Intelligence Agency, shirika kubwa la ujasusi duniani la Kimarekani. Anaweza kusema bwana Mohamed, kweli, lakini hizo porojo zako wapelekee jamaa zako Magomeni Mapipa. Sisi watu wa kulishwa, siku hizi kuna msemo anasema matango pole. Lakini ni kweli nilipokea message kutoka Central Intelligence Agency ya onyo kali. Basi mimi kwa ile hofu yangu nilipopata ile, nikasoma ile, nikaona hata hofu kuichapa ile na kuiweka katika nyaraka zangu, nikaichana. Ilikuwa nasema nini message hii? Message hii ilikuwa inasema kuwa tunakuona unapita kwenye blogu zinazohusiana na ugaidi. Hii ilikuwa mwaka wa 2006, na kama mnakumbuka watu kuwa kipindi hicho tayari wa 9/11 ilikuwa shitokea, na serikali ya Marekani ikapitisha ile sheria ya ugaidi kali kabisa, na ikataka nchi nyingine ipitishe, na hapa kwetu ikawa ile sheria imepita. Lakini ili tuende vizuri, ni kuanzie ili jambo lilitokea lini na ilikuwaje. Siku moja mchana niko Tanga kwa tunafanya kazi, bado nyumbani kwa ajili ya chakula cha mchana, ghafla simu yangu inaita. Nikapokea ile simu, ananipigia kijana mmoja anaitwa Afis Ayinde Oladosu. Huyu kijana alikuwa mwalimu, lecturer, yuko chuo cha University of Ibadan, Nigeria. Na nilimjua vipi? Nilijuana na Oladosu wakati ule, ndio mpaka sasa. Alikuwa ni umri wangu mimi, alikuwa kijana. Ulikuwa na mkutano ulifanyika Kampala, na mkutano huu katika watu wakubwa walihudhuria alikuwa Profesa Mazrui, na mimi nilialikwa na jamaa wengine hapa Dar es Salaam, tukaenda kwenye mkutano. Na theme, yani ile mada kuu ya ule mkutano ulikuwa Islamic Education and Intellectualism in Eastern Africa. Sasa akaniambia, bwana, nimechanganya. Kwa mkutano wa Kampala ndio nilipomjua Oladosu. Sasa hivi ni profesa. Sasa 2006 ukafanyika kuna mkutano mwingine mkubwa unafanyika chuo kikuu cha Ibadan, na waliokuwa wameshirikiana kufanya ile mkutano ilikuwa Marekani wenyewe, Nigeria, pamoja na naweza kuamini pamoja na Iran na Saudi Arabia. Lakini Saudi Arabia walipoona kwa Iran nao wapo katika conveners wa mkutano ule, wao wakajitoa. Watu hao wawili wakae pamoja. Akaniambia, Mohamed, sisi tumeitisha mkutano hapa Nigeria, na watu wengi wameleta papers, lakini East Africa kuna hata mtu mmoja ameleta paper abstract ile. Wewe huwezi kuandika kitu kuhusu ugaidi huko Afrika Mashariki? Ukatuletea tena kwa baki kama siku 3.
ukatuletea abstract hapa tuitizame, na kama tuenda fatwa kualika uje kwenye kikao utoe pepa hii. Basi mimi pale pale tuliporudi ofisini tu pale nimekaa, kampelekea abstract yako pale kanijibu, sasa bwana, hii abstract nzuri bwana, andika pepa na uje kwenye mkutano. Sasa mimi nikawa naanza kupita kwenye mitandao kuangalia pepa kama zile watu wa dunia nasemaje kuhusu 9/11. Ndio hapo nilipokea email kutoka CIA ikinionya kuwa wameniona wanapita kwenye mitandao ya kigaidi, na wallahi wala iko mitandao ya kigaidi, na unaweza kusema kuwa ni mitandao labda ya Kiislamu, na watu wanaandika fikra zao kuhusu hii hali ambayo ipo duniani, ambayo na Marekani inalazimisha kila nchi ipitishe sheria ile ugaidi. Mimi wachukue soma ile printing bakana siku mbili, akasema hii si document kukaa katika faili langu, nikaichana. Lakini sikuacha mimi kupita kwa mtandao, ndio maisha yangu. Baki mtu kuniambia kuwa nisipite kwenye mitandao, nikamwambia kuniambia nisipumue, na kama uvuti hewa mtu unakufa. Basi sasa mimi hakika naijua nguvu ya Marekani, lakini kuna mambo hakunipitikia wakati ule kabisa, hakunipitikia. Leo ndio ninakaa naangalia, ndio natizama nyuma, naona yale kuja kutokea baadaye, ndio nikasema ndio naona nguvu ya watu. Kwa ufupi ni kuwa nilikuwa tayari nishaingia kwenye record zao, na walikuwa wananifuatilia kwa karibu, na hata ile pepa ninaandika mimi bila shaka walikuwa wanaisoma, kila kitu nakiona pale. Sasa basi nimekwenda mimi Nigeria, chuo kikuu cha Ibadan, na alikuja kupokea uwanja wa ndege mwenyewe Olodosu, saibu wangu, na ni kijana hodari, manake kwa muda ule wa siku 3-4 nilikaa naye pale Kampala, nilikuwa nikimwona akizungumza unapenda kumsikiliza. Sasa sijui kama yeye mwenzangu alikuwa aliingia katika zile 18 za CIA ama ilikuwa mimi peke yangu. Basi mimi nimefika tena, ndio kitu kimoja nimeshangaa kuwa kutoka Lagos kwenda mpaka Ibadan mathalan ni mwendo kutoka hapa mpaka Morogoro. Sasa tunatoka, ananiambia ngoja tuchukue taxi pale. Naambia taxi tunakwenda wapi? Na ndio labda tuko taxi au tukesi tunakwenda tu Ibadan. Nikamwambia una kodi taxi hapa? Akasema Nigeria hapa sisi watu hawapandi mabasi bwana. Nikasema kwa nini? Asema petrol rahisi sana hapa. Tunakwenda kwa taxi tu mpaka. Nikashangaa. Basi tumetoka pale tunazungumza mpaka sasa tunaingia lango kuu la chuo kikuu cha Ibadan. Akaniambia Mohamed, kwa sababu kile kipindi ambacho tulikuwa tumekaa sote pale Kampala, na mimi nakumbuka nilimpa kitabu changu cha Abu Said, ndio kitabu kilimwathiri kidogo. Akaniambia Mohamed, sisi hapa Nigeria tuko kama nyinyi, wa swala la katika Nigeria nani wengi Waislamu wa Kristo ni swala nyeti, na kama utaleta ugovu mkubwa kama kwenu vile vile. Akanambia hapa wakati chuo kikuu kinajengwa hapa, sisi tulipelekwa porini tulipoomba kiwanja, na nia ilikuwa tusiwe mbele ile barabara kuu ambayo tumeingilia, kuwa mtu akipita barabarani aone pale gate kuu la University of Ibadan. Hiki chuo ni chuo cha Kiislamu, kwa hiyo hakutaka iwe vile. Kwa hiyo sisi tulipewa kiwanja porini, lakini hatukukataa, tukajenga porini. Akaniambia sasa Muhammad, hebu tazama hapa, hili ni pori? Hapana, naona barabara hapa imepita, barabara kubwa, magari yanapita saa 24, watu na majumba. Akisema ndio Mwenyezi Mungu anavyopanga.
anapanga mambo yake. Ikawa kile fikra zetu mimi na yeye zimeoana sana. Sasa mkuja ufunguzi, balozi wa Marekani amekuja pale, wa Iran wako pale, na Marekani walileta timu nzito, maana kulikuwa na deski zima wamekaa maofisa ya Marekani pale, wana rekodi kila kitu. Na pepa zilikuwa zinakuja pale zilikuwa pepa za kawaida, labda wenzangu walikuwa ni wajuzi wa mambo haya. Na ajabu, mimi nilikuwa ninazungumza siku ya pili, lakini yule ambaye alikuwa anatakiwa azungumze siku ile na wakati ule alikuwa hayupo. Oladoso akaniuliza, Mohamed, una muda hapa saa nzima, unaweza wewe pepe yako ukatoa leo badala ya kesho? Nikamwambia kuna tatizo. Mimi nikasimama katika hadhira ile, nikaanza kuzungumza, na kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri nilianza na Wamarekani kuwasema kuwa leo Marekani wamesimama kupiga vita ugaidi. Lakini nashangaza kidogo kuwa iwe Marekani, kwa sababu sifa za Marekani duniani katika kushambulia nchi nyingine zinafahamika. Sasa nazungumza maneno haya, kamera zile pale, kamera digital recorders zina rekodi, na pale mbele alikuwepo vile vile mwakilishi wa balozi wetu Tanzania, alikuja kule katika ule mkutano, alikuwepo pale, na nakumbuka na yeye nilimpa kitabu cha Abu Sax. Basi mimi nikazungumza sana pale. Kumbe wa Marekani hawakuwa na hawakufurahia kabisa ile pepa yangu, na bila shaka baada ya onyo lile, na wakajua ninakuja pale, niliposimama na pengine ile pepa yangu walikuwa wameisoma kabla, walishindwa tu kunizuia kuwa nisizungumze. Nikawa nimezungumza, ikawa nimeingiza mwenyewe kwenye mtego wa Marekani. Sasa nitakuja kueleza kwa baadaye. Hapa ndio kueleza kuwa Wamarekani kwa ufupi ni kuwa hawajisikii vizuri sana kwa nchi yoyote iwe popote duniani ambayo itaonekana inafata sheria na mila za Kiislamu. Marekani wamekupiga Sudan, piga kabisa mabomu, tena wamepiga kiwanda kilichokuwa kinatengeneza madawa, wakidai kiwanda kile kinatengeneza silaha za maangamizi. Sudan atoze wapi kutengeneza silaha za maangamizi? Na ile alipokuja kufanya uchunguzi, ndio kile kiwanda kitengeneza dawa za wanyama na binadamu. Sudani Marekani imepiga vile vile Nigeria, imepiga Sokoto na kaskazini ndio ambapo walipo Waislamu, na wa Nigeria wana historia yao ya kipekee. Nigeria mwezi Januari mwaka 1966 yalitokea mapinduzi makubwa na ya kumwaga damu. Waziri mkuu Abubakar Tafawa Balewa aliuliwa, na mkuu Tafawa Ahmad Bello alikuwa Samdauna, kiongozi wa Waislamu Sokoto, naye aliuliwa katika mapinduzi. Na haukupita muda, Januari mtokea mapinduzi, na walikuja na wengi katika hawa walikuwa walifanya matendo haya hawakuwa Waislamu, wengi katika wale maofisa. Ilikuwa Januari mapinduzi ya kwanza, ilipofika Julai yakatokea mapinduzi mengine.
na maafisa wengi katika wale waliofanya mapinduzi wa kaskazini Waislamu. Kwa hiyo unaona huu msuguano ambao upo Nigeria, na iko siku tupata nafasi tutakieleza hichi kisa kirefu. Tuje Sudan. Sudan mimi nimefika, na kwa hakika Sudani haiwezi kupendeza kwa maana. Haiwezi kupendeza hata kidogo. Katika nchi ambazo nimeona watu wanaswali, niko na maana kuswali ni kuwa ile swala unaiona kama hii swala ina nguvu, ni Sudan. Niko na swali msikiti mmoja Khartoum alfajiri. Basi wewe usiwe na wasiwasi kama imepigwa pamekimiwa na wewe umesikia kwenye loudspeaker watu wanakimu, usifanye haraka kuchukua udhu kwenda kukimbia msikitini. Wewe ingia msalani, oga, maliza, tia utuli wako, vaa nguo zako vizuri, nenda msikitini. Unakuta raka ya kwanza bado watu hawajamaliza, na kila nasimama kusoma Qur'ani Sudani, utastarehe na nafsi yako. Na basi jalia yule imamu amekwama mahali anataka kuamuliwa, basi msikiti mzima unamsahihisha kwa wote wale waswali pale mahafidhi, Qur'ani ipo ndani ya vifua zao. Nikasema Sudani ndio basi, yeye anakuwa yule imamu. Sasa watu kama 20 50 wanamsahihisha, anakuwa anasimama kimya kwa sababu hajasikii zile sauti zinapungua mpaka anamsikia yule mtu anayemsahisha anasoma pale, mnaendelea kwenda kuswali dhuhuri pale. Dhuhuri watu kushamaliza kuswali hapa ule msikiti, nakumbuka pale jina lake unaitwa Masjid Kabir, uko katikati ya mji wa Khartoum. Kila baada ya kuswali ile dhuhuri na sunna, kila mahali unaona darsa watu wanasoma. Hawa ndio wa Sudani. Na niliposikia kuwa Sudani wamepigwa na Marekani, wala mimi haikunishangaza kabisa, haikunishangaza. Na asubuhi wana uradi wao wa Mahdi wao unasomwa asubuhi ile. Na nitembea Sudani, nimefika mpaka Jazira katikati ya Sudani, na hapo ndo nilipokuta Ansar. Hicho ndio kitovu cha Ansar. Hapo ndo katika 1880 Abedi Muhammad Mahdi alipoanzisha vita dhidi ya Waingereza kuwatoka kwenye nchi yao, waondoke kwenye nchi yao. Ni kisa kirefu na ni kisa kinachovutia sana, kiasi umetengeneza paka sinema yake inaitwa Khartoum, na alicheza Charlton Heston yeye kama Godot. Ni actor maarufu. Sasa hii ndio historia ya Sudani, na ndio historia ya nchi ambazo mimi nimepita na nikaona ule Uislamu, na sishangai ninaposikia ule uadui ambao hizi nchi zinafanyiwa na Marekani. Nilikwenda Berlin mwaka 2011 kwenye chuo kimoja kinaitwa Zentrum Modern Orient kufanya utafiti na kufanya mhadhara. Nimekaa mwezi mmoja. Mwezi wa Ramadhani nilikuta niko Berlin. Sasa siku narudi mwezi wa Ramadhani, na kuna transit ni Cairo, alafu nakuja Dar es Salaam. Berlin, Cairo, Dar es Salaam. Mwezi wa Ramadhani nimefika magharibi uwanja wa ndege wa Cairo. Tuko uwanja wa ndege, nasikia FM station zinapiga muziki, utasema kuwa hii si nchi ya Kiislamu, wala hapa huu si mwezi wa Ramadhani. Na katika uwanja wa ndege kuna watu pale wametoka nchi nyingi,
na wamehirimia, wamevaa nguo zao, wanakwenda umra Maka. Nasema hii Misri, hii Misri uwanja hii imekuwa nchi, huwezi kuona tofauti kati yake na nchi nyingine ya Kiislamu. Leo mwezi wa Ramadhani hakuna hata radio station moja. Sasa mimi nilikuwa na radio yangu ndogo, nikaitoa ile, nikanafungua, napitia, labda nitakuta FM station yote inapiga Qurani, hakuna muziki. Nikasema wallahi, hili jambo la kushangaza, jambo hili la kushangaza. Na unawaona ukila utazama ule uwanja nyeupe tupu, watu wameshaelimia, wamevaa nguo wao na kwenda zao. Sema hao Misri hao nini hiki kitu gani? Sasa kwa muhtasari, hii ndio hali ambayo tunayo leo duniani, kuwa ukiwa wewe unaonekana umeupenda Uislamu, basi ujue kuwa umeshika kaa la moto, kama usema utafika wakati mtu kushika Uislamu. Sasa mtu anashika kaa la moto, kala bado kushika unaungua. Basi ndugu zangu, hii ndiyo habari, na leo nimeona ni kilete chikisa cha mimi na CIA, kwa sababu sikutaka mimi niondoke duniani kikisijaza watu wakisikia. Juzi nimeeleza habari ya Al Jazeera na jinsi tulifanya interview mara mbili, na mara ya kwanza ilipotea zile tape, mara pili hawakurusha, sijui. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.